kusulubiwa na kufa kwa Yesu Kristo tayari kumekwisha kutokea, lakini ilikuwa ni mamia ya miaka kabla hata hajaja Bwana Yesu. Maana yake alipowambwa pale msalabani tayari tulikwisha kupokea wokovu. Wokovu kwa wakati uliopita. Wokovu kwa wakati wa sasa ni pale ambapo unampokea, unakiri kwa kinywa chako baada ya kuamini moyoni mwako kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Pale sasa ule wokovu ambao tayari ulipatikana pale msalabani unakuwa kwako binafsi au unaupokea binafsi. Na wokovu kwa wakati ujao ni pale ambapo mwana wa Adamu atakuja mawinguni na wote waliokufa watafufuliwa kwanza na kupaa pamoja na wale watakaokuwa hai na kumlaki mawinguni. Hapo ndio ukamilifu wa wokovu, hapatakuwa tena na kupoteza wokovu. Amen. Maana yake kuna wokovu kwa wakati uliopita, wakati wa sasa na wakati ujao. Mimi kambi ninayoamini ya imani, school of faith ninayoamini mimi kwamba wokovu unaweza ukapotea. Ziko kambi ndani ya wokovu, ndani ya Ukristo wanaamini once saved, yani ukishaokoka huwezi kupoteza nini? Wokovu. Lakini unaweza kupoteza wokovu pale unapoamua kufanya nini? Kukengeuka. Sasa ukamilifu wa wokovu ni kwa wakati atakaporudi Bwana Yesu. Wokovu wakati uliopita, wokovu wa sasa, wokovu ya. Sasa njia ya wokovu ni ya kukubali kuyaacha mapenzi yako na kuyafanya mapenzi ya Mungu. Vita pekee kubwa ambayo huwezi kuishinda ni vita ya wewe kupambana na mapenzi ya Mungu. Watu wanafikiri vita kubwa ni dhidi ya shetani. No. Biblia inasema Bwana akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Lakini katika yote tunashinda na zaidi ya kushinda. Ukipambana na shetani na ukiwa upande wa Mungu, Biblia inasema Mungu anakutia nguvu za Roho wake Mtakatifu na una uwezo wa kumshinda nani? Shetani. Lakini ukipambana, yani mapenzi yako wewe yakipambana na mapenzi ya Mungu, Mungu hawezi kukupa nguvu za Roho Mtakatifu ili umpinge yeye mwenyewe. Yani hawe anajipinga, haiwezekani. Ndio maana Yesu alisema alipokuwa katika bustani ya Mizeituni Getsemane siku ya Alhamisi kabla hajakamatwa, akamchukua Petro, Yohana na Yakobo akawaambia twendeni tukaombe. Akawaacha akaenda umbali wa kutupa jiwe, akaanguka kifudifudi akilia akisema, Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si mapenzi yangu yatimizwe bali yako Baba yatimizwe. Yesu akiwa katika mwili wa mwanadamu, mapenzi yake yalikuwa aepuke kwenda msalabani. Maana alikuwa anaona aibu iliyo mbele, anaona mateso yaliyo mbele, anaona shida ya yeye kuachana na Mungu. Kwa sababu hili mtu afe, auliwe na adui, ni lazima aachane na Mungu. Kama again prophet, okay, nakuja tena. Yesu mpaka leo angekuwa Golgotha msalabani kama asingeamua kuachana na Baba na Roho Mtakatifu. Ndio maana alisema Eloi, Eloi, lama sabakthani, Mungu wangu, mbona umeniacha? Alipotamka tu ile Mungu umeniacha, Mungu akamwacha kweli. Na alipomwacha ndipo aliposema Baba, mikononi mwako naikabidhi roho yangu. Sijui kama kuna mtu Amen. Adui hawezi kukuua, labda wewe mwenyewe utamke kwamba Mungu hauko pamoja na mimi. Na wengi wanauliwa kwa sababu ya maneno ya vinywa vyao. Biblia inasema katika Mithali 18:21, mauti na uzima
Baraka na laana viko katika uwezo wa nini? Wa kinywa. Mimi ndio basi tena. Ndio inakuwa basi. Ndio maana Paulo anasema nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye. Kwa hiyo Yesu ili kufa alijua inanipaswa nitamke kuachana na Baba ili roho yangu niweze kuikabidhi. Sasa Yesu anamwambia ikiwezekana Baba, kikombe hiki kiniepuke, na akashtuka akasema no, lakini mapenzi yako ndiyo yatimize. Kwa hiyo unasoma hiyo katika Luka 22. Tusome Luka 22 mstari wa 42. Luka 22:42. Luka 22:42 anasema, akisema, e Baba, ikiwa ni mapenzi yako uniondolee kikombe hiki, walakini si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Njia ya wokovu inalazimu uyaache mapenzi yako na kuanza kuyafanya mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya mwanadamu sio kukesha. Mapenzi ya mwanadamu ni kulala usiku. Tunakesha kwa sababu tunayaacha mapenzi yetu na tunayafanya mapenzi ya Mungu aliyesema tukeshe. Mapenzi ya mwanadamu ni mambo kuwa luxurious. Mapenzi ya mwanadamu ni mambo kuwa laini, lakini mapenzi ya Mungu yanahitaji kujidhabihu, yanahitaji kujitoa. Inawezekana kwamba mapenzi yako ni kupiga maji mtini. Mimi nilikuwa na plevi zamani, lakini nikakubali mapenzi yangu yafe ili mapenzi ya Mungu yatimizwe, ya kujazwa Roho Mtakatifu na kulewa kwa kunena kwa lugha mpya. Yawezekana mapenzi yako ni kuvuta sigara, na hata sasa uko hapa unamwimbia Bwana, na ikifika wakati wa kushandarize glosarila kunena kwa lugha, unanena kwa lugha hata kuliko Mtume Paulo. Tukianza kuomba tu shambala baba, ushaanza kukamata shambala baba, sawa. Lakini ukishatoka hapa unaenda kupiga fegi. Acha hayo mapenzi yako, acha mapenzi ya Mungu yatimizwe. Njia ya wokovu ni kuyaacha mapenzi yako na kuyafanya mapenzi ya Mungu. Tunayajuaje mapenzi ya Mungu? Ni kwa neno lake. Sasa kama usomi Biblia, usitudanganye kwamba unafanya mapenzi ya Mungu uyajui. Ndio maana Biblia inasema neno la Kristo na likae kwa wingi, Wakolosai 3:16. Neno la Kristo likae kwa wingi ndani yako ili uyajue mapenzi ya Mungu na kuyafanya. Yoshua anasema kitabu hichi cha Torati kisiondoke kinywani mwako, yatafakari maneno haya usiku na mchana na kutenda sawa sawa, ndipo utakapostawi na kufanikiwa sawa. Amen. Si Yoshua 1:8? Lakini hapa ngoja nikupeka ufunuo fulani. Anasema kitabu hichi cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Alafu tukiambiwa haya, kiri na tamka, na wewe una kila siku unakiri, ninakiri na kutamka kwamba mimi sio maskini. Ninakiri na kutamka mimi sio mgonjwa. Nakiri na kutamka adui aniweze, alafu ndo kwanza na kugaragaza. Kwa nini? Hutakiwi kukiri kwa kinywa kabla utu wako wa ndani haujakubaliana na matamko utakayokwenda kuyatamka. Unapaswa kwanza kusema na mtu wa ndani kwamba mimi sitakufa, ugonjwa huu hautaniua, ugonjwa huu hautaniua, mpaka mtu wa ndani akikubaliana na wewe. Sasa wewe mtu wa nje mwenye kinywa ndio utamke, na ndio unaotamka lazima liwe, kwa sababu utakuwa hujipingi. Nataka nitoke kwenye pointi hiyo twende kwenye Zaburi 40 mstari wa 8.
Kuyafanya mapenzi yako, Mungu wangu, ndio furaha yangu, na sheria yako imo moyoni mwangu. Mtunzi wa Zaburi anasema, Bwana, kuyafanya mapenzi yako ndio furaha yako. Yaani ukishaona mpaka mchungaji Sarafina awe anakufuatilia, mpaka Bishop Shirima awe anakufuatilia, ndio ufanye mapenzi ya Mungu. Wala kuyafanya mapenzi ya Mungu, unafanya maigizo tu ya kawaida. Unapaswa mapenzi ya Mungu yawe yanaufurahisha moyo wako unapofanya. Alama kuu ya mtu atendaye mapenzi ya Mungu ni pale anapofanya jambo akiwa peke yake. Utakatifu wa kweli ni pale ambapo uko peke yako na bado ni mtakatifu. Utakatifu wa kweli hauonekani kwenye hadhara. Hayo ni maigizo. Hapa kila mtu ni mtakatifu. Hata kwenye dini tulikotoka huko watu wote ni watakatifu, na hata tembea yao kama sijui ni ya malaika, sijui kama malaika wanatembea hivi. Wanatembea wamejishika mikono na shingo wamepinda namna hii kabisa. Utakatifu wa kweli kwanza tutaujua nyumbani kwenu. Watoto wako, mkeo, mumeo anakaa anasikitika, hawajui tu ili bomu tu. Maneno ya kinywa chako na mwenendo wako. Utakatifu unaanzia nyumbani. Utakatifu unaanzia sirini, wakati uko peke yako, uko kwenye chumba, uko sehemu ya peke yako, na simu yako ndio inaonyesha ni utakatifu au nini. Unaangalia pornography, unaangalia ngono, uko peke yako kwa sababu watu hawakuoni, lakini yuko Jehova Mungu aishie mbinguni anakuona. Hii sio injili ya watu kushangilia, na hapa hatuko Simba na Yanga wala Simba na Coast jana. Ushangilie usishangilie, amen, ngoma imeingia. Amen. Tunahitaji utakatifu. Waimbaji mnahitaji utakatifu. Amen. Kwa sababu uimbaji sio entertainment, sio kuburudisha, ni kuugusa moyo wa Mungu aliye hai. Mfano huko hai, maserafi wakiimba mbinguni, makerubi wakiimba mbinguni, nyimbo zinapoimbwa, wazee 24 wanaguswa na zile nyimbo, wanatupa taji zao. Kwa nini siku hizi watu wanaimba, hakuna kiwete anayetembea, hakuna bubu anayesema, hakuna kiziwi anayesikia, hakuna mtu mwenye pepo anayetoka pepo? Tukae tujiulize. Sasa anaharibu, ndio naharibu na kichafua kweli kweli, kwa sababu tunahitaji tuyaache mapenzi yetu na tuyafanye mapenzi ya Mungu. Ndio maana halisi ya Ijumaa Kuu, ndio maana halisi ya Pasaka. Hatuwezi kushangilia kitu wakati sisi wenyewe hatukifanya. Tunashangilia wokovu wakati sisi tunaishi kwenye dhambi. No, lazima tuache dhambi. Leo tukiambiwa tufunge na kuomba ili tupate fedha, tuko tayari hata kufunga 3 kavu, 7 kavu, lakini lini umefunga ili uachane na dhambi inayokutesa? Biblia sehemu nyingine inasema umepambana kiasi cha kutoa damu ili dhambi inayokutesa, inayokusonga kwa haraka uweze kuiacha. Acha mapenzi yako wewe ni kuwa mbea. Lakini hiyo ni karama ya uinjilisti uliopewa. Wambea wote wanaonyesha ni wainjilisti, lakini tatizo ni kwamba wanaipeleka kwingine. Wambea wote. Sio watu wa mkoa wa Mbeya, sio wakulunga wa Bombo.
Gossipers wanaopenda umbea. Hapa tayari kisha mnaoneza mtu. Umemwona yule prophet? Mbona akavaa ile kama mimi ndo mapigo yangu haya kawaida. Ili usinipokee kwa suti yangu, unipokee neno vile nilivyo kwa jina la Yesu. Kwanza mimi sio unaniona mzee ndio, lakini mzee kijana. Kwa sababu mzee ni mmoja tu, mzee wa siku, Jehova aliyeumba mbingu na nchi. Sikiliza bwana, kama uuni nilikuwa muuni, lakini niliamua mapenzi yangu niache. Sijui kama umeniangalia. Hebu angalia hili sikio la upande huko lina nini? Amina. Kanuni ya Charles anasema nimevunja sawa. Hapa nilikuwa na hereni, si unaona sikio hili? Tena hapo nimetoka nikiwa Alexandria, Johannesburg, South Africa. Alexandria ni kama yani watoto wa Tandale, watoto wa Manzese wakienda Alexandria wanaitwa watoto wa mama. Kwa wauni kweli, nilikuwa nakaa mtaa unaitwa Chelsea Street. Lakini Jehova Mungu aliye hai, amen, aliponikomboa nikasema mapenzi yangu na yaacha Bwana. Tangu sasa nitayafanya mapenzi ya Mungu. Huko unakoamka, huko unapokwenda kulala, sisi ndo tuliamkia huko. Acha kuna jipya chini ya jua. Oh my God. Yesu alikubali mapenzi yake afe. Ndio maana katika Wafilipi sura ile ya 2 kuanzia mstari ule wa 9 akaachana kule mbinguni, akasema no, akawa mtii, akanyenyekea hata mauti ya msalaba, na Bwana ndipo atakapomtukuza. Ukiacha mapenzi yako na kuyafanya mapenzi ya Mungu, ninakuhakikishia kutoka kwenye madhabahu hii takatifu ya Mungu, lazima Mungu akuinue, lazima Mungu akubariki, lazima Mungu akutendee makuu. Hakuna, kwa sababu Mungu atakuwa akutizami wewe, bali anayatizama mapenzi yake yaliyo ndani yako. Amen. Via dolorosa, njia ya uchungu, njia ya mateso. Ni mateso kuyaacha mapenzi yako na kuyafanya mapenzi ya Mungu. Mapenzi yako ni kila sketch unayoiona uifuate nyuma kama zezeta, kama usukule. Lakini mapenzi ya Mungu ni kutulia na aliye wako. Mapenzi yako upate mwanamke potable wa kumbeba, si ndio? Na mimi mke wangu alikuwa potable. Nina picha hapa naweza nikaonyesha nikiwa nimembeba. She was potable. Lakini sasa hivi tinga linga linga. Buyaka shabaranti. Wao shabaranti. Sasa tayari kishakuwa kibonge, unafanyaje? Upate mtu ambaye ni mapenzi ya Mungu wewe kuwa naye. Ninampenda yule kwa sababu ana panki. Atafika kama hiyo Malema. Kwa nini ninanyoa zuri? Kwa sababu nina airport kichwani. Walaza utafikiri Elisha. Sasa panki limeshaondoka, unafanyaje? Ni heri uoe kwa mapenzi ya Mungu, akupe mtu sahihi. Amen. Oh my God. Amen. Jambo la pili tunalojifunza, njia ya msalaba ni yenye maumivu na mateso yaletayo utukufu. Njia ile, via dolorosa, ni ya maumivu, ni ya mateso yaletayo utukufu. Wakulima si tunaelewa, unalima kwa machozi, unapanda kwa machozi, lakini utavuna kwa kelele ya shangwe.
ahadi za mateso na maumivu. Ulimwenguni mnayo dhiki. Jipeni moyo, maana mimi nimeushinda ulimwengu. Dhiki ipo. Haijalishi unatembea, umeokoka, una upako na unatembea juu ya maji, iko sehemu utapita katika dhiki. Na tunapozungumza dhiki, sio ya fedha tu. Hata wenye fedha wengine wana dhiki. Wana dhiki ya upweke, wana dhiki ya magonjwa, wana dhiki ya kutokupendwa. Sio kila tajiri anapendwa. Shida kubwa ya tajiri huwa zinapendwa pesa zake, sio yeye. Kwa hiyo huwa wana dhiki ya kutokuwa na rafiki wa kweli. Rafiki wa kweli ni yule ambaye huna kitu, yuko Bennett na wewe. Rafiki wa kweli ni yule ambaye umeanguka, anakuokota, anakuambia twende, jipe moyo. Leo hii kanisa limepoteza na hawatambui via dolorosa. Ndio maana mchungaji akianguka ni shangwe kwa wachungaji wengine. Tulijua afiki mbali. Kama mlijua, kwa hiyo nyie mko upande wa shetani. Kwa nini hamkumwombea? Kwa nini hamkumshauri? Kwa nini hamkusimama naye? Biblia inasema, mtunzi wa Zaburi mahala fulani anasema, mwenye haki wangu ataanguka mara 7 lakini atainuka. Hivi unafikiri hao wenye anointing hawana dhiki wanayopitia? Hawana mateso wanayopitia? Kuna baba wa imani alikuwa anaitwa wa uamsho wa Kipentekosti, anaitwa marehemu Smith Wigglesworth. Huyo ndio baba wa imani. Yaani huyo ndio mwenye karama ya imani hatujawahi kuona. Smith Wigglesworth alifufua watu 32. Mtu wa 32 alikuwa ni mkeo. Smith Wigglesworth, mtoto wake, binti yake, alikuwa anavaa vile vidude wanavyovaa viziwi, wana tatizo ya kusikia, hii nini, na alikuwa akikaa mbele lakini yule anafufua, anafanya miujiza, binti yake yuko pale, hakuna kitu. Smith Wigglesworth anakwenda mpaka anakufa, alikuwa na catheter, ule mpira wa kukojolea, anauweka kwenye koti, anahubiri huku ameweka ule kwenye koti, watu waone. Profeti namna gani? Sikiliza, karama ulionayo mwalimu ombeni sio kwa ajili yao, ni kwa ajili yangu na kwa ajili ya huyu na kwa ajili ya huyu. Na karama ulionayo wewe sio kwa ajili yako, ni kwa ajili ya huyu na kwa ajili ya huyu. Ndio maana Waswahili wanasema mganga hajigangi. Kwa hiyo naweza nikaona karama ya matendo ya miujiza, na mimi anatokea ninahitaji miujiza, ninaomba mpaka asubuhi hamna kitu, kwa sababu kumbe namhitaji Bishop Shirima ndio aweke mkono juu yangu ili niweze kupokea kwa jina la Yesu Kristo. Ndio maana ya viungo vingi katika mwili wa Kristo, kwa kusaidiana. Hivi unafikiri kwamba daktari anayekutibu haumwi? Na inawezekana ugonjwa ule ule anayekutibu na kukupa tumaini kwamba hii dawa inaponyesha, na yeye anahangaika, anaumwa hivyo hivyo. Sitaki kumtaja kwa jina, lakini kulikuwa na daktari mmoja bingwa wodi ya Mwaisela, lakini ni ICU ndogo Mwaisela, kwenye viral, mambo ya virusi. Alikuwa ni daktari bingwa wa magonjwa wa virusi vya ukimwi, maambukizi ya virusi vya ukimwi. Yeye mwenyewe haipiti mwezi analazwa, na yeye mwenyewe ni mwathirika. Hii ni expensive gospel bwana. Unaweza ukawa unashangaa sana, lakini hakuna meli hapa wala shilingi inayozama na meli inayotembea. Wewe pokea, alafu nenda kanaigesi. Kwa hiyo via dolorosa ni njia ya maumivu. Unaombea watu wanafanikiwa, alafu wewe ngoma unagonga moja. Ni maumivu, lakini Bwana anakuambia twende. Amen. Usimzidishe roho. Amen. Kwa sababu iko siku Bwana atatenda kwa ajili yako. Amen. Na hata asipotenda kwa ajili yako
kwa uzao wako, na hata asipotenda kwa uzao wako atatenda kwa uzao wa uzao wako. Maana Musa hakuingia nchi ya ahadi, lakini